Bila shaka sasa tunapata jibu kwa sababu kamishna wa mchezo yuko pamoja na mimi. Kamishna, unanisikia vizuri? Nakupata ndio kiongozi. Asante sana. Tupo studio hapa na Watanzania wote walikuwa wakisubiri kuangalia mchezo huu wa TRA na Simba, na tumeambiwa kwamba kuna hali ambayo imejitokeza kufanya mchezo huu usiweze kuchezwa kwa siku ya leo. Nini ambacho kimetokea na nini maamuzi baada ya hayo ambayo yamefikiwa katika makutano yenu hapo? Asante sana. Kwa majina yangu mimi naitwa Musa Nyamandege, mechi kamishina wa mechi namba 7 kati ya TRA United dhidi ya Simba Sports Club. Mechi hii ilikuwa ichezwe leo tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2026, lakini kutokana na mvua kubwa ambayo imenyesha katika viwanja hivi, sheria namba 1 inayoongoza soka letu imegoma kuendesha mpira kwa sababu uwanja umejaa maji na mpira hauwezi ukadunda. Kwa hiyo mimi kama msimamizi mkuu wa mchezo wa leo nimeamua kuahirisha mechi hiyo, na hiyo mechi itapangiwa tarehe nyingine ya kuchezwa na bodi ya ligi. Sema kama umetumia sheria na kile ambacho kinapaswa, ndicho ambacho tunapaswa kukisikia. Lakini katika kukaa kwako, timu zote ulizokaa nazo ziridhia na kuona kwamba hilo linapaswa kufuata sheria hiyo namba 1? Naam. Katika kikao chako na wasaidizi, na maana kwamba na timu zote hizo mbili waliridhia kabisa kwamba huu mpira kweli leo hawezi ukachezwa na tufuate hii sheria namba 1 na tupangiwe siku nyingine? Naam, na kabla ya kuahirisha nimefanya hivyo, nimeita viongozi wa timu zote mbili, TRA United na viongozi wa Simba, tukakaa nao mezani nikiwa na wataalamu wangu ambao ni waamuzi, tukashauriana, wote wakaridhia kwamba mchezo kulingana na hali ya uwanja ulivyo hauwezi kuchezwa. Kwa hiyo pande zote mbili wamekubaliana, kwa hiyo tumefikia assessors. Naam, tukushukuru sana kabisa, umefanya kazi ya weledi wa hali ya juu, na sisi wote ambao tuko hapa tumeridhika, na bila shaka Watanzania ambao wanatufuatilia hivi sasa wameelewa na jinsi gani ambavyo umeweza kutumia weledi na kuahirisha mchezo. Shukrani sana. Naam, tumeweza kumsikia vizuri, na nilikuwa na wasiwasi tu kwamba litakuja swali baadaye kwa bwana mbona kama kaamua yeye au wengine vipi, lakini nimemsikia jibu lake hapa. Kwa hiyo na maana kwamba sasa tutasubiri maamuzi kutoka. Na anasema sheria namba 1 hiyo katika sheria 17 za mpira wa miguu ambazo ni universal za dunia nzima. Sheria namba 1 inahusiana na pale pa kuchezea hapa uwanjani. Kwa hiyo ametumia sheria namba 1, baadaye wanarifaa na kanuni, kwa sababu kuna sheria afu kuna kanuni za michuano. Sawa, basi tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa haya ambayo yanaendelea, kwa sababu yote haya ni kudra zake Mwenyezi Mungu. Ingeweza kuchezwa hapa ingekuwa mengineyo, lakini uwezo ukapingana na yale yameyotokea. Uzuri wake inanyesha hivyo, kuna maharage yatastawi, kuna ndizi tastawi, wachezaji wetu watakula, watakuwa na shibe nzuri. Akina Libase Geye, akina Kondo nao siku ikichezwa acheze tena vizuri. Haya, kwa wale wa ndefu inaweza kawa tena ndefu ndio imekufa, gari hilo linaondoka. Na msije mkapiga kelele jamani, uwanja huo hauruhusu gari kuzunguka. Kwa hiyo sehemu ya kutokea ni hiyo hapo. Waga kuna vitu vile wao wakumbushe bodi ya ligi. Umezungumzia kuhusu mashabiki, waje watoe mwongozo, wamelipa hela zao, inakwaje kabisa? Nafikiri mechi nyingine itakwaje, utaratibu utoe bila shaka. Nafikiri kwa jambo jema, nafikiri kwa kutumia platform hii basi naweza tukapata taarifa baadaye kwa mashabiki, makati na mashabiki wanaolipia visumbuzi, na kwa mashabiki ambao kutokana na promo ambazo ziko katika visumbuzi wanaenda katika hivi viwanja, basi watakuwa nao wanapata la kwao.